Utaratibu uliopo hapa nchini ni kwa kila daktari kuhakikisha kwamba anakuwa na leseni ili aweze kutekeleza majukumu yake. Pasi na kuwa na leseni ambayo inatambulika na Baraza la Madaktari wa Tanganyika MCT, wewe haupaswi kufanya kazi hiyo ya kitaaluma. Na mara zote leseni ambazo zinakuwepo ni za mwaka mmoja na mwisho wake huwa ni tarehe 31 ya mwezi Machi ya kila mwaka. Hivyo baada ya hapo, kama haujauisha leseni yako ama hujajisajili ili kupata leseni kwa mara ya kwanza, hautokuwa na nafasi ya kutekeleza taaluma yako ya udaktari. Kwa sasa madaktari wamekuwa katika hali ya sintofahamu kutokana na wengi kushindwa kujisajili ama kuuisha leseni zao kupitia mfumo ambao upo kwa sasa wa HPRS, yaani katika lugha hiyo ya Kimombo unafahamika kama Health Practitioners Registration System. Kuna makandokando kadhaa ambayo yamewafanya sasa wanataaluma kuwa kwenye taharuki na wengine kushindwa kuelewa, je, itakapofika tarehe 31 na hawajasajili ama kuuisha leseni zao wataendelea na kibarua ama la? Kulikoni mpaka hali imekuwa hivyo? Yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmin, na hiyo ndio mada yetu kwenye Uchanganuzi. Ninayekualika naitwa Nurdin Selemani kuweza kupiga darubini jambo hili ambalo linaendelea kwa sasa. Tumemwalika kaimu rais wa chama cha madaktari hapa nchini MAT, Dr. Alex Msoka, ambaye yupo pale studio zetu za Dodoma. Karibu sana Dr. Dr. Msoka. Onekana kwamba mambo bado hayajakaa sawia pale Dodoma, ambako tutajiunga na kaimu rais wa chama cha madaktari hapa nchini MAT kuweza kuangazia. Ni utaratibu ambao umekuwepo na ili usiwe kanjanja ni lazima uwe na hiyo leseni, na sasa naambiwa kwamba Dr. Alex Soka yupo sawia. Karibu sana Dr. Soka, na habari za Dodoma? Nzuri sana, tunamshukuru Mungu, tuko salama Dodoma, tunaendelea na majukumu ya kiserikali. Hebu tuambie kwanza, kulikoni inaonekana kwamba mfumo huu wa kujisajili kwa sasa umetatizika na mmeshindwa kutimiza wajibu wenu ipasavyo? Okay, asante sana. Kwanza jambo la kwanza ni kwa faida ya watazamaji na madaktari nchini. Chama cha madaktari Tanzania MAT kwa kushirikiana na Baraza la Madaktari Tanganyika, kazi zao za kila siku huwa zinawiana na wanafanya kazi kwa pamoja. Moja ni kuhakikisha kwamba wanataaluma wote ambao wako nchini, moja, wanasajiliwa, lakini pili, wanakuwa na uwezo wa kuuisha leseni zao, lakini tatu, kuhakikisha kwamba wana uwezo wa kupata huduma mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye Baraza la Madaktari Tanganyika, ambacho ni chombo cha kisheria, ni chombo cha kisekta. Kwa hiyo kwa takriban wiki 2-3 katika majukumu ya kawaida kabisa ya Baraza la Madaktari Tanganyika liliamua kufanya maboresho au mbadiliko wa kimfumo, kuleta mfumo ambao unaweza ukawa na ufanisi mkubwa zaidi, au mfumo ambao unasomana zaidi ili kuboresha utendaji. Sasa katika wasilisho la kuhamisha kanzi data transfer kutoka katika mfumo wa zamani kuja mfumo mpya, umejitokezea ukakasi mkubwa sana wa kimfumo ambao umeweza kuleta mkwamo kwa madaktari wengi sana nchini. Moja, kuuisha leseni zao, lakini pili, kuweza pia kujisajili kwa wanataaluma wapya, lakini tatu, kupata pia huduma mbalimbali ndani ya Baraza la Madaktari Tanganyika. Kwa hiyo kwa wastani usajili au kuisha leseni mwisho ni tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2026. Na hili ni tako la kisheria kwa daktari yote katika nchi hii ambaye hataweza kuisha leseni yake
Ina maana ukomo wa yeye kufanya kazi ya udaktari kisheria ni tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2026. Kwa kama hili zoezi halitafanikiwa, ina maana huduma za kitabibu katika taifa hili litasimama. Kwa sisi chama cha madaktari, jambo letu kubwa, sisi ni msemaji namba 1 wa madaktari katika nchi hii. Kwa hiyo ndo tukaona ni jambo mtambuka moja kuongea na kufanya vikao endelevu na Baraza la Madaktari Tanganyika. Moja kukubali kwamba kuna changamoto kubwa ya kimfumo, lakini pili kukubaliana jitihada za muda mfupi za kutatua ile changamoto, ikiwemo moja kurefusha muda wa kuhuisha leseni na kwenda tarehe 30 mwezi wa 4. Lakini pili, kwa wale wanataaluma ambao aidha wako nje ya nchi, wako ndani ya nchi, ambao watahitaji huduma za dharura, tumefanya mawasiliano na Baraza la Madaktari Tanganyika kuhakikisha kwamba tunapata data zao, tunapata listi yao ili waweze kushughulikiwa kwa haraka na timu maalum, na tutakuwa tunapokea taarifa hizo sisi chama cha madaktari Tanganyika Tanzania, lakini pia baraza pia litapokea kwa utaratibu wao maalum. Na tumewaambia pia waboreshe dawati la simu, call center ile waiboreshe ili waweze kupokea mawasiliano mengi sana, kwa sababu sasa hivi call center imelemewa kwa sababu changamoto nyingi sana za kimfumo. Kwa hiyo hali halisi iliyopo ni kwamba mpaka sasa ni wastani wa chini ya 10% taifa hili wamefanikiwa kuisha leseni zao. Na hao hatuwezi kujua kwa sababu hatuna takwimu za wazi kwamba tangu mfumo huu mpya uanze ni wastani wa madaktari au wigo wa madaktari kiasi gani wamefanikiwa kujisajili, kwa sababu usajili ulianza tangu mwishoni mwa mwezi wa 12 ambapo maboresho ya mfumo yalikuwa bado hayajaanza. Kwa hiyo tunadhani sisi kuna kwanza kutoa hati ya uwazi kuona ni wigo wa kiasi gani huduma zinaweza zikapatikana, ili moja kuweza kuleta utulivu na madaktari waendelee kutoa huduma kwenye vituo vyao katika vituo vyote nchini Tanzania. Tuna takriban madaktari zaidi ya 30,000 wanatoa huduma kwenye vituo mbalimbali vya serikali na vya binafsi. Na changamoto kubwa zaidi kwenye vituo vya binafsi, madaktari wengi wameanza kusitishwa huduma zao, huduma za mikataba yao, kwa sababu katika utaratibu wa kawaida ili daktari uweze kutoa huduma lazima uwe na leseni. Kama huna leseni, mwajiri ni takwa la kisheria la mwajiri kusitisha mkataba wako wa kazi. Kwa hiyo sisi tunadhani ni muda mwafaka wa Baraza la Madaktari Tanganyika kutoa ufafanuzi wa kufanya kurefusha muda wa kuisha leseni ili kuleta utulivu kwenye sekta binafsi, lakini pia kwenye hospitali ambazo ni hospitali mama za serikali. Kwa hiyo sisi kama chama cha madaktari Tanzania tuko mstari wa mbele kuhakikisha hili jambo linafanikiwa, na tunafanya vikao endelevu na Baraza la Madaktari Tanganyika na wadau wengine kuhakikisha hili zoezi linafanikiwa ndani ya muda mfupi. Dr. Msoka, kwa nini jambo hili limekuja zaidi katika hizi dakika za lala salama? Hakukuwa na ushirikishwaji wa moja kwa moja kwamba mfumo unabadilika na nyie muwe tayari kwa msukosuko ambao unaweza ukatokea? Nashukuru sana kwa hilo swali. Moja, sisi kama tukiri kama chama cha madaktari Tanzania hatukuweza kupata taarifa in advance au taarifa mapema kwamba kuna maboresho yanaweza kufanyika, kwa hiyo tuweze kuwataarifu wanataaluma. Kwa hiyo pia baraza limekiri kwamba kulikuwa kuna wigo wa taarifa chache, kulikuwa kuna information gap, taarifa za maboresho ya kimfumo. Lakini pia wataalamu wa baraza wa kimfumo, wale ICT officers, nadhani wali overlook, hawakuweza kutoa ushauri wa kina wa kitaalamu kwamba uhamishaji wa taarifa unaweza ukachukua muda kiasi gani na kuleta hii changamoto ambayo tunaweza kusema ni crisis, kuleta mgongano wa taarifa. Kwa hiyo nadhani kulikuwa kuna taarifa za kitaalamu nyingi ambazo zilikosekana. Lakini pia
Tuna wasiwasi pia wa uwezo wa wanataaluma pia wa mifumo wa baraza, kwa sababu tunakiri kwamba kuna wastani mkubwa hawajaweza kutoa ushauri mzuri kwa msajili, kwa sababu hili sio kosa la msajili, lakini ni kosa la kitaaluma la upande wa wataalamu wa mifumo. Kwa hiyo tunadhani hawakuweza kutoa wigo mkubwa muda mrefu. Kwa hiyo wangeomba tumalize kuisha leseni zetu, tuendelee kutibu, alafu then uishaji wa mfumo au uboreshaji wa mfumo na kuhamisha data ungefanyika baada ya zoezi la kuhuisha leseni kukamilika. Nikinukuu maneno yako Dr. Msoka, umesema kwamba bila kuwa na leseni mtu haruhusiwi kufanya kazi, na tayari mmeshashuhudia kwenye sekta binafsi kuna watu ambao hawajaongezewa mikataba pia katika eneo, kwa sababu huyu mtu anaonekana kwamba hakidhi viwango vya kufanya hayo majukumu yake. Baada ya kuyaona haya na shida ambayo ipo kwenye mfumo, hatua gani ambazo za dharura ambazo zinatakiwa sasa zifanyike ili wananchi ambao wanatakiwa wapate tiba kutoka kwenu isionekane kwamba nyie ni kama watu ambao mmeingia kwenye mgomo baridi hivi na kukosesha watu huduma? Okay, nashukuru sana kwa swali. Jambo la kwanza ambalo ni ushauri wetu wa wazi kabisa na ni uelewa wa msingi kabisa ni kurefusha zoezi la maboresho ya kimfumo, lakini kuboresha zoezi la uishaji wa leseni mpaka kuongeza mwezi moja, kwa sababu wataalamu wa mfumo hawajaweza kutupa yamkini muda ambao wataweza kumaliza hili zoezi ndani ya muda gani. Kwa hiyo tunadhani ili kuwe kuna utulivu ndani na nje ya baraza, ndani na nje ya chama cha madaktari, ndani ya sekta binafsi na sekta za serikali, tunadhani busara ni kurefusha muda uishaji wa leseni, kutoa mwezi mmoja au miezi miwili itakavyolipendeza baraza, kwa sababu hilo ni takwa la kisheria. Kwa hiyo lisipotimilika, ina maana mnyororo mzima wa matibabu katika taifa hili utaingia kwenye mgogoro au mgongano mkubwa sana, kwa sababu pia insurer, mlipaji yule, shirika la bima la afya haliwezi kulipa madai kama daktari hajasajiliwa. Bima zingine zote haziwezi kulipa madai kama daktari hajasajiliwa. Kama kuna kosa la kisheria, daktari hawezi kwenda mahakamani kwa sababu hajasajiliwa na hana leseni. Kuna mambo mengi, madaktari hawezi kupata ajira kama hakuna leseni. Huwezi kwenda kwenye mfumo wowote ukafanya chochote kama hauna leseni na ambayo iko valid, leseni ambayo inaonekana iko wazi kwamba una uwezo wa kufanya kazi za kitabibu katika nchi. Na kwa wale madaktari bingwa wabobezi wanaotoka nje kuja kufanya maboresho ya maeneo ambayo bado tuna mapungufu pia huku ndani. Kwa tunadhani ili kuweza kufanya maboresho ya kisekta kwenye mambo yote lazima tuhakikishe kwamba tunarefusha ili zoezi, lakini pia tumemwomba msajili aipush, aweke nguvu zaidi kwenye eneo la watu wa mifumo, wahakikishe wanafanya ili zoezi ndani ya muda mfupi, wanatoa taarifa za wazi za maendeleo ya maboresho ya mfumo ukikamilika, mfumo rasmi ukikamilika, then sisi tutawaambia madaktari sasa waanze kujisajili. Lakini kwa sasa itakuwa ni usumbufu mkubwa na itasababisha watu kuingia kwenye mgongano mkubwa sana wa mnyororo wa matibabu katika taifa letu. Kwa nini utaratibu umekuwa ni kila mwaka kuhuisha leseni na isiwe labda miaka miwili ama mitatu ili kumpa nafasi nzuri huyu daktari? Okay, nashukuru. Moja, sisi kama chama cha madaktari Tanzania, ombi letu kwa serikali ambalo tulilifanya kwa muda mrefu sana, na kipindi Waziri Umi Mwalimu akiwa waziri wa kisekta alilitolea maelekezo. Sisi tuliomba miaka 5, waziri akatoa maelekezo kwamba uishaji wa leseni uwe ndani ya miaka 3, na akaliagiza baraza na vyombo vyake vyote liweze kushughulikia.
lakini katika ufuatiliaji wa kawaida kabisa tukapata marejeo ya taarifa kwamba kuna mgongano wa taarifa za kifedha, kwamba sheria za kifedha zinaleta mkwamo wa hilo zoezi kuweza kukamilika. Kwa hiyo baraza bado linashughulikia, lakini changamoto ni sheria za kifedha na za kimalipo kwa muda wa miaka mitatu. Kwa hiyo bado madaktari wote katika taifa hili bado wanaomba leseni zao ziwe kwa wastani wa miaka mitatu au miaka mitano. Chama cha madaktari kiliomba miaka mitano na bado tunafuatilia na bado tunaomba. Kwa hiyo hata waziri wa sasa, kati ya mapendekezo yetu makubwa sana tukiwa bado hatujaonana naye, tukikutana naye, jambo kubwa litakuwa ni kumomba uishaji wa leseni uwe miaka mitano. Ili daktari akishapata leseni yake anakuwa na uhakika wa kutibu wa Tanzania bila mgongano wowote kwa muda wa miaka mitano. Miaka mitano tunadhani ni muda ambao nchi nyingi zinatoa miaka mitatu, miaka mitano. Kwa hiyo tunadhani sisi nchi yetu pia imekuwa kwa wastani mkubwa sana. Kwa hiyo tunadhani sasa tunaweza tukafika eneo la kutoa leseni kwa miaka mitatu na leseni kwa miaka mitano. Tunadhani hizi changamoto za kifedha ni sababu za ndani, ni sababu za ndani ambazo zinaweza kutafutwa sheria kuziweka sawa, sheria za kifedha. Kwa hiyo tunadhani hilo linahitaji jibu, ni jibu ambalo linahitaji jibu, kwa kweli linahitaji kutumbuliwa, kuwekwa sawa hilo eneo. Tunadhani ni eneo ambalo linahitaji fekeo kupita pale kukaa sawa. Tunadhani hilo ni eneo ambalo madaktari wanahamu sana, madaktari katika taifa hili kuweza kupata majibu ya leseni kwa miaka mitatu au mpaka miaka mitano, ili kuondoa ukakasi wowote. Kama maboresho ya kimfumo wanafanya kirahisi tu bila changamoto yote, baraza libaki kwenye shughuli ya kuangalia ubora wa utoaji wa huduma, uendelevu wa elimu kwa madaktari, kutatua baadhi ya malalamiko ya wananchi, malalamiko ya kitaaluma, lakini pia kushauri serikali na kushauri vyuo vikuu kwenye maeneo ya kuboresha mifumo ya elimu, lakini pia kuboresha mifumo ya matibabu katika nchi. Na eneo la leseni lipewe muda ili baraza liweze kudili na changamoto zingine ambazo ni kubwa zaidi kuliko hii changamoto ambayo ni ya leseni, kwa sababu hao madaktari wamesoma zaidi ya miaka 14, wengine mabingwa wabobezi, wengine zaidi ya miaka 10 wako madarasani. Kwa hiyo hawa sio watu ambao unaweza kupata hofu nao. Moja, katika uzoefu wao, uwezo wao wa kutibu, lakini pili, uwezo wao wa kuchambua mambo. Kwa hiyo tunadhani ni muda sasa wa madaktari katika taifa hili kupata leseni za miaka mitano. Dr. Msoka, hebu kwa faida tu ya yule ambaye anatufuatilia, mkiwa mnauisha leseni, kuna nini ambacho kikubwa kinafanyika? Kuna mitihani ama kuna jambo gani mahususi ambalo linafanyika na kuonesha kwamba sasa huyu aendelee na leseni yake? Okay, nashukuru sana. Ni swali zuri sana kwa sababu umedadavua sana swali la kisekta. Kwa hiyo moja, kwenye kuisha leseni kuna wastani wa pointi ambazo kila daktari katika taifa hili anahitaji kuzipata. Hizi pointi zinaitwa CPD points. Ni aina fulani ya pointi ambazo zinaonyesha kwamba mwanataaluma amejiendeleza kwa mafunzo ya muda mfupi. Kwa hiyo hayo mafunzo yamewekwa katika wigo. Kuna mafunzo ya kiutafiti, kuna mafunzo ya kimatibabu, kuna mafunzo mengine ya kijamii kama ya ethics, mambo ya kitaaluma, mambo ya uwezo wa madaktari katika mfano matumizi ya akili mnemba. Hayo ni mambo ambayo madaktari wengi wanatakiwa wafahamu. Kwa hiyo baraza katika majukumu yake ya kawaida ikaseti wigo wa kiwango cha pointi ambazo daktari anatakiwa kupata ili aweze kuweza kuisha leseni yake, ambazo sasa hivi ni kiwango cha chini ni kiwango cha pointi 20. Kwa hiyo ni hao madaktari wote ambao wanatafuta leseni wameenda mafunzo ya muda mfupi ambayo na haya mafunzo sio marahisi, kwa sababu kupata hizo pointi 20 pia ni kitu cha ziada, kwa sababu ni mafunzo ambayo pia yana gharama, lakini pia ni mafunzo ambayo yanatolewa na wabobezi wakubwa sana kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo hao madaktari wameshapata hayo mafunzo yote,
wana hizo pointi za kutosha kabisa, lakini wanachohitaji wao sasa hivi ni leseni tu ili waweze kutibu wa Tanzania, kwa sababu kwa mifumo ya sasa huwezi kuendelea kufanya matibabu kama una leseni. Mfumo unakutema tu automatic, yani mfumo unakutema, yani mfumo unakuweka pembeni kama una leseni ya kuweza kutibu. Kwa hiyo tunadhani hiyo ndio njia baraza inayofanya, ni njia bora, njia nzuri ambao madaktari hawana ukinzani kwenye hiyo njia. Lakini tunadhani mifumo ya uishaji wa leseni, mifumo ya mtandao imekuwa migumu sana, na mtandao ambao wamekuwa ukiuseti ni mtandao hauzungumzi. Mitandao ya kisasa inazungumza matatizo ulionayo, inakupa majawabu pale pale. Kwa hiyo tunadhani waweke tu mfumo bora, kwa kuna utulivu mkubwa sana. Sisi tuna uhakika wa kupata hizo pointi ambazo baraza la madaktari Tanganyika inazihitaji. Madaktari wengi tayari wana hizo pointi. Chama cha madaktari kina coordinate mafunzo mengi sana ili kuweza kupata hizo pointi. Kwa hiyo sisi kikubwa tu ni maboresho ya kimfumo ili tuweze kurejea kwenye majukumu hapo na baada ya tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2026. Okay, Dr. Msoka, kabla tujaondoka, hii leo tulipata pia bahati ya kuzungumza na Dr. David Mzava ambaye ni msajili wa baraza la madaktari hapa Tanganyika MCT. Hebu tusikilize baada ya malalamiko haya, yeye alikuwa na kauli gani kwa upande wa baraza. Tukijaribu kuangalia mwenendo, sehemu kubwa ya changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza na zilizokuwepo pia katika mfumo zimekuwa zimetatuliwa sasa kwa jinsi ambavyo tunavyokwenda sasa hivi. Na jana tulitoa tangazo la kutaarifu wa practitioners na madaktari na wote wale wanaosajiliwa na baraza kwamba ni maeneo gani ya kimfumo yameshakuwa tayari na jinsi ambavyo wanaweza kuya assess. Lakini pia tumekuwa tukifanya ufuatiliaji wa jinsi ambavyo mfumo huu mpya unafanya kazi na changamoto ambazo practitioners wamekuwa wakizipata. Na nikiri wazi kwamba kwa sababu ya changamoto hizi na kwamba tumeanza mfumo mpya, ni kitu ambacho tunakifikiria sasa hivi kuwaongezea practitioner muda wa kufanya usajili wao, kuisha leseni. Kwa kawaida huwa inaishia tarehe 31 mwezi Machi, na kuwapa angalau mwezi mwingine mmoja ili waweze kuisha leseni zao bila kuwa na pressure, bila kuwa na changamoto zozote. Na nadhani hili liko katika utaratibu kuona jinsi ambavyo linafanyiwa kazi. Mfumo huu mpya ambao tumeuanzisha, kwanza ilikuwa ni budi kuleta kwa sababu kwanza ya kuendana na miongozo ya serikali. Lakini pili, umekuja na mambo mengi mazuri ambayo yatajaribu kujibu kero mbalimbali ambazo wataalamu wamekuwa wakikutana nazo. Kero za kupata leseni, zote hizi zimekwenda kutatuliwa na kuwekwa katika hali nzuri ambayo itamrahisishia practitioner kuweza kupata leseni yake mwaka hadi mwaka, including kumruhusu kujitengenezea leseni yake huko aliko, kuprint leseni yake baada ya kuwa amekamilisha malipo yake, kitu ambacho kwa wakati fulani ilikuwa pia ikiwa ni moja ya changamoto ambazo zilizopo. Ni msajili wa baraza la madaktari Tanganyika MCT Dr. David Mzava akisema kwamba kwa sasa baada ya kupata hayo malalamiko wataongeza mwezi mmoja katika usajili. Kwa neno moja tu Dr. Msoka, kabla hatujamalizana na wewe, baada ya kauli hiyo sasa kuna matumaini yoyote mnayaona? Mimi nikiri kwamba baada ya kikao mtandao tulichofanya asubuhi na msajili pamoja na timu yake nzima ya mfumo na timu ya chama cha madaktari Tanzania, tukiri kwamba tulipata picha nzuri na tulipata wastani na wigo mkubwa wa taarifa kwamba kuna utulivu mkubwa sana utajitokezea kwa sasa, kwa sababu msajili pamoja na timu yake ya kitaalamu walikubali kwamba changamoto bado zipo. Kwa hiyo wapewe muda wamalize changamoto zote za kimfumo, warefushe muda wa kuisha leseni ili kuwe kuna utulivu katika utoaji wa huduma.
lakini kwa wale wanataaluma ambao wana shida ambazo sio za leseni, ambazo pia zinakuwa ni za dharura sana, nadhani kuna utaratibu ambao pia msajili alitoa utaratibu, lakini pia chama sisi tulitoa ushauri wa kupata msaada wa muda mfupi. Kwa hiyo tunadhani utulivu utakuwa mkubwa sana baada ya kauli ya msajili, na sisi chama cha madaktari tunaendelea kufuatilia kwa karibu sana ili kuhakikisha hakuna daktari anapata usumbufu kwenye eneo lolote la utoaji tiba na matibabu na huduma mbalimbali katika taifa la Tanzania. Dr. Alex Msoka, ni kushukuru sana kwa kuungana nasi kwenye Uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Nashukuru sana Azam TV kwa huduma yenu. Naam, ni kaimu rais wa chama cha madaktari hapa nchini MAT, Dr. Alex Msoka, ambaye tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na mfumo mpya wa usajili na utoaji wa leseni za madaktari ambao umeleta ukorofi kidogo, na madaktari walikuwa kwenye hali ya taharuki, lakini tayari baraza la madaktari Tanganyika MCT limesema kwamba kuna uwezekano kuongeza mwezi mmoja ili kuweka hali ya mambo katika msawaziko. Naitwa Nordin Selemani. Nukta inatufikisha tamati ya Uchanganuzi. Panapo majaliwa tukutane tena kesho kwenye kipindi kingine. Nikutakia tu usiku mwema na uwe na njozi njema. Kwaheri.